zima la michezo kwa ujumla ambao na pengine yamesababisha yote haya yatokee? Na nahisi huko ndiko tunatakiwa kuanzia kwanza kwenye mechi. Ndiyo. Kabla ya matukio ambayo ni makubwa zaidi ambayo yamekuja kujitokeza na kwa namna moja ama nyingine yamejaribu kuleta sintofahamu kubwa kwa Watanzania kama ambavyo tumeiona. Mimi nataka nianzie kwenye mechi yenyewe kwa sababu kuna vitu vitatu tu ambavyo mimi nimeviona. Mwalimu wa Simba na timu yake ya Simba, nimeona kitu cha pili issue ya waamuzi namna ambavyo wanafanya kazi. Halafu nimeona kitu cha tatu ambacho kwenye mechi ya leo mamlaka zinavyoweza zikaingilia zikahusika katika namna moja ama nyingine kuharibu soka. Lakini kwa sasa tutajikita zaidi na hili la kwanza la mpira wa miguu ambao tumeiona mechi yenyewe. Naomba leo niwaweke wazi wana Simba. Moja kitu ambacho nimekiona nimekigundua katika jicho la kiufundi la kitaalamu, wachezaji wanaokaa bench walioko ndani ya Simba hawana ubora mkubwa sawa na wale wanaoanza. Moja hilo. Mbili, wachezaji wanaokaa benchi ambao hawaanzi mara kwa mara ndani ya Simba hawajaweza kustadi vizuri na kuelewa mfumo wa Simba na namna gani Simba wanaweza wakacheza katika mazingira ya kutafuta magoli, wakiwa wanahusika zaidi wale wachezaji wanaokaa benchi. Hii ni moja ya kitu ambacho nimekistadi katika ukubwa sana kwa siku ya leo. Leo mwalimu alijaribu kufanya rotation. Kameta Duchu alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walianza pembeni, lakini angalia namna ambavyo mwalimu alilazimika kutokumwanzisha kwenye maeneo ya fullback, kwa maana left and right way beki za pembeni, akamweka Nouma. Hawa ni wachezaji wawili ambao wamekuwa hawaanzi mara kwa mara. Wachezaji kwenye eneo la katikati akawaacha wale wawili kwenye eneo la backline, kwa maana ya the big brain defender. Hamza akawa ni miongoni mwa wachezaji ambao walianza, lakini pia na mwenzake ambao wamekuwa anaanza mara kwa mara, Shamo Karabu. Eneo la midfield Mavambo akaingia, lakini baada ya hapo akaingia Edwin Barua, Ateba na baadhi ya wachezaji. Kilichotokea wakati naitazama mechi leo kitaalamu lazima nizungumze. Mayanga Saru ambaye ni kocha wa Mashujaa, kocha wa zamani wa Mtibwa Sugar, kocha wa kwa namna moja ama nyingine wa Tanzania Prisons, leo wakati anakwenda kuiapproach mechi, kumbuka alikuwa ameshahidiwa karibu milioni 100 ambaye kama atashinda leo kwa mara ya kwanza aliamua kutengeneza game approach ya kwa timu ya pili uwanjani. Yani Mashujaa leo walichokwenda kukitazama, kama watakosa milioni 100 basi wapata 50, walikuwa wanakwenda kupata sare, kwa maana kwamba wachezaji 9 wote walibaki nyuma wakiongozwa na Yusuf Dunia Rwenge, Barama Mapinduzi, mbele wakimwacha mchezaji mmoja tu kibaya, ni mchezaji wa zamani wa Mtibwa Sukari ambaye yeye ndio atapambana kuhakikisha kwamba anakabana vizuri sana na wachezaji wenye eneo la mbele ambao mara kadhaa wanaweza akawa mabeki kwenye mabeki wa Simba ambao nazungumzia Hamza pamoja na Karabu. Sasa kwa sababu Mayanga aliamua kuwa timu ya pili, Simba wakati wanacheza, angalia Nouma pamoja na Duchu, hawa ni aina wachezaji ambao walitakiwa kufanya majukumu ambayo huwa anayafanya Kapombe pamoja na kwa ukubwa zaidi majukumu ambayo anafanya Zimbwe, ambao ya kwamba wao wanakuwa ni mabeki kwa jina, hasa kwenye mechi za nyumbani wanakuwa ni mabeki kwa majina, kwamba hawa ni mabeki namba 2 na namba 3, lakini kazi yao ndio wapiga cross za kuingia ndani. Maana yake wachezaji wanatakiwa kucheza kwa ndani, wao wanaingia, wanakwenda kutengeneza idadi ya wachezaji wengi, kutengeneza numerical advantage kwenye eneo la penalty box. Mara kadhaa Simba inakuwa inacheza hivyo, na ndio maana sasa first half kilichotokea, Simba alikuwa akipata mpira wakiwa wanakwenda kushambulia, Duchu alikuwa akifika katikati anaishia pale pale. Noumu ukimwangalia alikuwa akifika katikati naye anaishia pale pale. Mpigaji wa cross za mwisho akakosekana, ambaye huwa anaingia kwenye penalty box na kupiga cross kuja kwa ndani. Kilichotokea sasa, Edwin Barua ndio anatakiwa kupiga cross, Ameri Mpanzo anatakiwa kupiga cross. Hao wakishapiga cross ndani ya penalty box, kinachokwenda kutokea sasa ndani ya penalty box, kinachokwenda kutokea, idadi ya wachezaji wa Simba wakawa ni wachache. Ndio maana kipindi cha kwanza Simba walifika sana goli, lakini mipira yote ile golikipa alikuwa anaichukua, kama ikipigwa mipira ya juu alikuwa anaichukua. Lakini leo Mashujaa
chini ya goalkeeper Muntari, namna ambavyo alikuwa anafanya kazi, leo waliamua kucheza kwenye face half game ambayo ilikuwa ni ya energy. Walikuwa wanawagonga sana wachezaji wa Simba, walikuwa wanafanya obstruction kubwa sana ya kuwagonga miili. Kilichotokea wakati natazama face half, Simba nimewaona wamefanywa rafu zaidi ya 20 kipindi cha kwanza. Kwenye mipira ambayo tunasema ni dead ball skanda, mara nyingi Simba huwa wanaitumia, wanafunga magoli. Leo Jean Charles Ahoua angekuepo kabla hata ya kipindi cha kwanza, zile faulo, kuna faulo zimepatikana yani karibu kabisa ya 18, nyingi zaidi ya faulo 16. Lakini leo mchezaji ambaye ni mzuri zaidi kupiga zile faulo hakuepo. Mwangalie Nouma, mwangalie Edwin Barua. Kuna mtu unaweza kujiuliza akina Barua kwa nini wanakaa benchi. Leo kwa namna ambavyo ameingia ndani ya pichi, namna alivyokuwa anacheza, unaona kabisa kwamba kumbe wanastahili kubaki benchi, kwa sababu wanakosa ile extra, wanakosa kitu cha ziada. Angalia zaidi ya faulo 16-17 first half zinakwenda kutokea, hazikutumiwa vizuri, kwa sababu hawa watu walikuwa wamechagua kubaki nyuma. Sasa wanaotakiwa kujaa zaidi ni akina Barua ndani, wakati huo Duchu anatakiwa kuingia kwenye penalty box, yeye ndio apige cross, walikuwa wafanye hivyo. Nikagundua kabisa kwamba Simba wachezaji wanaokaa benchi, viwango vyao, level yao ya standard, ubora wao hawako sawa kabisa na wachezaji ambao mara kadhaa wanaanza. First half ikaisha, Simba hakufanya lolote la maana, zikapatikana hizo faulo zaidi ya 16-17, hazikufanywa kazi katika ubora. Ateba akawa isolated. Elim Panzo akijaribu kufika anakuta tayari mabeki wapo. Kipindi cha pili sasa kilipokuja kwanza, kuna mabadiliko yalitokea. Ukimwacha Kagoma ambaye alikuwa na ubora mkubwa, wakaingia watu sasa ambao mara kwa mara wanajua mfumo wa Simba unachezaje. Akaingia Shomari Kapombe, akaingia pamoja na Mohamed Hussein. Ndio maana sasa hao walipoingia ndio wakawa chachu ya kupiga cross kuja ndani. Kipindi cha pili unaiona Simba ikatengeneza uhai. Warau hata hizi penalti ambazo zimetokea hapa katikati ni kwa sababu wachezaji walioingia wanaujua mfumo wa Simba. System flexibility ya Simba ya kutumia viungo watano, lakini hawa mabeki wa pembeni kazi yao inakuwa ni kupiga cross. Halafu katikati anabaki Mpanzu, anabaki Kibdenis na ingia, anabaki Mpanzu, Kibdenis pamoja na Ateba pamoja na Dese Mkwara. Hawa wote walilazimika kuingizwa ama kuwepo ili kwenye eneo lile la defender ya Mashujaa watengenezewe pressure, wasiwe na uwazi wa kuicheza mipira kama alivyokuwa anacheza kipindi cha kwanza. Na ndio maana kilichotokea kipindi cha pili, kuna mipira mitatu ilipigwa ya kichwa ambayo ilikuwa inashushwa mle ndani. Amepiga Ateba mwenyewe kakosa magoli mawili ya kichwa. Angalia sasa hawa watu wenye mchango gani ambao huwa wanakaa nje baada ya kuingia, kwa maana wao wanajua kazi yao sio beki, kazi yao ni kupiga mipira kuja ndani. Ilipigwa mipira ambayo kipindi cha kwanza Ateba hakupiga hata kichwa cha maana, lakini kipindi cha pili kwa sababu Simba ilisogea, mabeki wakasogea kwenye penalty box, wakawa kwenye eneo lao tu. Kilichokuja kutokea nini sasa? Mipira mingi ambayo ilikuwa inapigwa sasa, yani inapopigwa ndani ikaonekana akina Dunia wakaanza kuzidiwa, kwamba kwa sababu ilikuwa mipira mingi, ikapigwa mipira ambayo mara kadhaa kabla ya penalti hizi kulikuwa kuna magoli ambayo yangeweza kutengenezwa ya bichwa. Kwa hiyo kwangu mimi Fadlu kama anahitaji ubingwa, Guardiola mara nyingi huwa anaharibu timu yeye kwa akili yake mwenyewe. Simba walipo sasa hivi sio sehemu ya kucheza ya kufanya rotation, kwa sababu bado mechi ni nyingi. Na mimi sasa katika ushauri wangu kwenye hili, ni bora Simba au anaanza na wachezaji bora kipindi cha kwanza, akipata matokeo, yani kwamba amepata matokeo ndio aje kufanya substitution na kufanya rotation na wachezaji ambao sio bora, ndipo anaweza akapata matokeo na kutengeneza mazingira makubwa. Lakini akiamua kwenda na kina Chasambi, ukikutana na timu iliyorudi nyuma kama leo, nakwambia kabisa hivi viporo vitachacha na Simba hawezi kuvishinda vyote. Kumbuka kutakuwa na travel. Leo imeonekana kabisa kwamba baadhi ya wachezaji wa Simba ambao hawaanzi mwakani wa kawaida. Ni jambo la kwanza kubwa sana ambao nimeliona leo, kwamba Simba inahitajika kile kikosi chake kile ndicho kinachoweza kutafuta magoli, lakini kikosi kingine hiki cha kubadilisha baadhi ya watu kinasumbua sana. Na ndio maana kipindi cha pili hao walipokuja wamekuja kutengeneza ubora ambao ni mkubwa sana. Fadlu kwenye hili, kama kulikuwa na ushauri, mimi namshauri
anatakiwa kwenda na timu vile vile, au anakwenda kufanya sabu dakika ya 70. Kama ataamua kuanza na wachezaji wengine, hizi mechi za viporo zitakuwa ngumu sana kwa Simba na zitatengeneza drama nyingine kubwa kama ambayo tumeiona kwa upande wa waamuzi. Kitaalamu mpira ulikuwa kwa upande wa Simba, kwa upande wa ball position zaidi ya 70%. Hawa wamebaki nyuma, lakini pia hawa walikuwa wamebaki nyuma, wanatengeneza obstruction kwa maana kupiga rafu. Wamepiga rafu zaidi ya rafu 25. Nilikuwa ni timu ambayo imekaa nyuma, haijaenda zaidi ya mara 4 kipindi cha kwanza golini. Ni timu ambayo ilikuwa inaenda mara moja, na ndio maana kipindi cha pili kilipokuja kuingia Ngushi anakuja kuingia, ndio akabia isolated, akaachwa, akawa ni mshambuliaji pekee ambaye alikuwa anakwenda mbele na alikosa goli. Zile dakika ambazo liona alijaribu kumkimbiza akamwacha Karabu, ambaye tulikuwa tunajua mabeki wa Simba wanatakiwa kuwa ngangari, kuwa smart, kuwa ni watu ambao wanajua kabisa mentality na skills zinatakiwa kuaje, lakini mwisho wa siku akamkimbia kidogo aweze kumfunga goli lingine Musa Pilipili Kamara, kwa sababu alikuwa isolated. Timu ya Mashujaa leo ilikuwa inacheza kuanzia eneo la 18 kurudi kwao, wamecheza dakika 70. Tazama katika mchezo wa leo kwa jibu la ndio ama hapana.